Online TV. Hotuba ya bajeti kwa kiasi kikubwa ilikuwa ya kumpigia debe mgombea wa CCM ambaye kama mlikuwa mnaifuatilia bajeti yenyewe, naye alikuwa anaitazama na kuifurahia wakati akipigiwa debe. Sina uhakika kanuni za uchaguzi za Tume Huru ya Uchaguzi zinaruhusu kampeni kuanza kabla ya siku ambayo imetangazwa na tume hiyo. Lakini sitarajii kuona kwamba spika wa bunge au katibu mkuu wa CCM analimwa barua kuhusu masuala ya kuanza shughuli za kampeni mapema, hasa ukizingatia kwamba kwa kuwa bunge lenyewe hili ni la chama kimoja, zaidi ya wabunge 90% ni wabunge wa CCM. Kwa hiyo utajikuta kwamba mjadala wa bajeti unaweza 98% unaweza kuwakuta kwamba mjadala mzima utakuwa ni mjadala wa kikampeni badala wa kuchambua bajeti yenyewe na wa kujipanga katika masuala mazima ya ugombeaji ndani ya CCM, hasa ukizingatia kwamba patakuwa na kura za maoni na labda mambo yamebadilika kidogo kwa sababu 2020 kuna wagombea walikuwa 4 au wa mwisho kwenye kura za maoni, lakini ndio wakawa wagombea wa CCM. Kwa hiyo kwenye mjadala utajikita zaidi katika masuala ya kampeni kuelekea mambo ya uchaguzi wa 2025. Kwa hiyo mimi nilikuwa nadhani nitumie wakati huu kuweza kufanya tathmini ya utekelezaji wa mpango mrefu huu, mpango elekezi wa maendeleo 2011-12 mpaka 2025-26. Na tufahamu tu kwamba Dr. Philip Mpango alikuwa ndio muandalizi wa mpango huu. Yeye ndio alikuwa katibu wa tume ya mipango na ndio alosimamia kwa kweli kuandaa huu mpango wa long term perspective plan, na uliandaliwa kwa lengo la kuweza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo Vision 2025. Mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu 2011-12 mpaka 2025-26 ambao utekelezaji wake uligawanywa katika awamu 3 ya mipango ya maendeleo ya taifa ya miaka 5. Mpango wa kwanza wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 2011-12 mpaka 2015-16 ulikuwa na dhima ya kufungua fursa fiche za ukuaji wa uchumi. Mpango wa pili wa maendeleo ulikuwa na dhima ya kujenga uchumi wa viwanda ili kuchochea mageuzi ya uchumi na maendeleo ya watu. Na mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa ulikuwa na dhima ya kujenga uchumi shindani na wa viwanda kwa maendeleo ya watu, kuongeza ufanisi na tija katika viwanda na kutumia rasilimali zinazopatikana kwa wingi nchini. Malengo mahususi ya mipango hii ambayo yakujadiliwa katika hotuba za bajeti ilikuwa kukuza uchumi kwa wastani wa 8% kwa mwaka katika miaka 5 ya mwanzo, na hatimaye kufikia ukuaji wa uchumi wa 10% katika mpango wa 3 wa maendeleo. Ni wazi kabisa kwamba lengo hili la kukuza uchumi kwa 8% mpaka 10% halikufikiwa. Wastani wa ukuaji wa uchumi katika kipindi cha mpango wa kwanza ilikuwa 6.4. Kipindi cha mpango wa pili ilikuwa 6.2. Na miaka 4 ya mwanzo
ya mpango huu wa tatu, ukuaji wa uchumi umekuwa wastani wa 5.1. Kwa hiyo lile lengo la kukuza uchumi kwa 8 mpaka 10 halikufikiwa. Sasa kiutaratibu nilitegemea kwamba waziri wa mipango, hasa kwa kuwa tunaingia katika dira mpya ya dira ya 2050, basi aweze kufanya uchambuzi kwa nini hatukuweza kuyafikia malengo haya na tunajipangaje katika kuandaa mipango ya utekelezaji wa dira 2050. Ni wazi maradhi ya COVID yalipunguza kasi ya kukua kwa uchumi, lakini kwa bahati Tanzania hatukuathirika sana, kwa sababu serikali, na hapo tuweze kuipongeza, haikutekeleza ile sera ya kuwafungia wananchi ndani ya majumba yao. Kwa hiyo uchumi wetu, ukuaji wa uchumi uliporomoka, lakini haukuporomoka sana kama nchi ambazo zilifungia kabisa raia wasitoke nje. Lakini baada ya kumalizika kwa COVID-19, bado uchumi wetu haujarejea kwenye kukua kwa 6 mpaka 7 ilivyokuwa kawaida kabla ya COVID. Hatukufikia 8 mpaka 10 za malengo ya mpango elekezi, lakini hatujarudi pia katika kukua kwa 6 mpaka 7 iliyokuwa kawaida kabla ya mwaka 2020, kabla ya COVID kushamiri. Lakini pia ukitazama takwimu, na jambo moja ambalo huwa nalizungumza kila wakati ni kwamba bajeti yetu inasomwa kuanzia nadhani mwezi wa 4, lakini kitabu cha hali ya uchumi wa taifa hakigawiwi mpaka wakati bajeti kuu ya serikali inasomwa. Kwa hiyo kitabu cha hali ya uchumi wa taifa kimetolewa kwa wabunge siku ya Alhamisi tarehe 12 nadhani iliposomwa bajeti. Sasa malengo ya kitabu hiki cha hali ya uchumi wa taifa ambacho kimekuwa kinatolewa siku za nyuma toka wakati wa ukoloni, wakati huo kilikuwa kinaitwa hali ya uchumi wa taifa background to the budget, kwamba economic survey background to the budget. Maana yake nini? Ni kwamba ni hii kitabu hiki kinachanganua sekta mbalimbali zilivyofanya kazi katika mwaka husika, ndio kinachotumiwa kuandaa bajeti, kuongoza uandaaji wa bajeti. Sasa kwa watu wanaoijadili bajeti ni kwamba hiki kitabu cha hali ya uchumi wa taifa ndicho unachokitumia kuweza kujadili, kwa sababu katika kuna kila sekta, pana sekta ya kilimo, sekta ya viwanda, sekta ya afya, sekta ya elimu, zote zinafanyiwa uchambuzi ndani ya kitabu cha hali ya uchumi wa taifa. Sasa wabunge wanakipata kitabu hiki wakati wameshajadili budget za kila wizara, budget za kila sekta. Sasa ukitazama kwenye kitabu hiki, na ni jambo muhimu, takwimu za pato la taifa zinaonesha kwa wastani katika miaka 5-6 iliyopita uwekezaji umechukua 40% ya pato la taifa. Uwekezaji wa 40% ya pato la taifa ni uwekezaji mkubwa, ni uwekezaji mkubwa. Wakati tunapoanza kujifunza uchumi chuo kikuu, kulikuwa na dhana moja inafundishwa kwa Kiingereza, inaitwa incremental capital output ratio. Maana yake nini? Inakueleza ukihitaji kuzalisha tuseme shilingi 100,000 za pato la taifa, unahitaji uwekezaji wa kiasi gani.
Kwa ukitaka kuzalisha 100,000 ya pato la taifa, unahitaji uweze kuwekeza 3.5. Kwa hiyo hicho kitu kinachoitwa incremental capital output ratio maana yake ni 3.5. Kwa hiyo ukiwekeza 35% ya pato la taifa, unatarajia uchumi wako utakuwa kwa 10%. Ukiwekeza 40%, uchumi wako unatarajiwa kukua kwa zaidi ya 10%. Lakini sisi tumekuwa tunawekeza 40% ya pato la taifa, wastani wa ukuaji wa uchumi 21 mpaka sasa ni kama 5.1. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba uwekezaji wetu hauna tija, kwamba tunaweka sehemu kubwa ya pato la taifa lakini hatupati tija katika uwekezaji. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu wakati mwingine huu uwekezaji umegubikwa na rushwa. Kwa hiyo gharama za kuwekeza zinakuwa kubwa kuliko matunda ya uwekezaji wenyewe. Wakati mwingine uwekezaji wenyewe hauna utaratibu mzuri. Huwa nalieleza hili hapa. Hata mimi nimechelewa kuja hapa kwa sababu ya shughuli zinazofanyika kwenye barabara, kujenga barabara za mwendo kasi. Barabara za mwendo kasi, watu wanaotia saini mikataba hii wanazichangamkia kweli kutia saini, lakini kwamba kuchangamka kwamba zikikamilika basi zianze kutumika. Barabara ya Mbagala, watu wa Mbagala huko mabasi yameanza kwenda ya mwendo kasi huko, mpaka leo hakuna, na imemalizika zaidi ya mwaka. Kwa hiyo unakuwa ni uwekezaji umewekeza pale, lakini matunda hayajaanza kupatikana. Tunashukuru hivi sasa tunakwenda na SGR mpaka Dodoma, lakini tumeweza kuanza ilipokamilika kipande cha Morogoro, kingeweza kuanza kutumika. Sasa uwekezaji wetu wakati mwingine unakuwa una tija. Tumefika SGR imefika Dodoma, sasa Makutupora, sasa pana kipande cha Makutupora Tabora hakijamalizika, lakini kipande cha Mwanza Isaka kinaenda kwa spidi kubwa. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba kipande cha Mwanza Isaka kitamalizika kabla ya kipande cha Makutupora Tabora Isaka. Kwa hiyo utakuwa umewekeza lakini hautaitumia ile reli, ambapo kiutaratibu ilikuwa kama unahitaji kuanza kuitumia kila kipande kinapomalizika, ilikuwa uanze kukamilisha Dodoma Tabora kabla ya kuchangamkia Mwanza Isaka. Sasa utaratibu wetu wa uwekezaji au uwekezaji wa nani katika shirika la ndege, tunachangamkia sana uwekezaji kununua ndege na inatangazwa, lakini nchi za Ulaya zimebaini kwamba shirika letu linaloshughulikia mambo ya anga, Tanzania Civil Aviation Authority, kwamba haina uwezo wa kufanya uhakiki wa mashirika ya ndege. Kwa hiyo mashirika yote ya ndege ya Tanzania yaliyosajiliwa Tanzania hayaruhusiwi kupeleka ndege zao katika anga ya Ulaya, European Union. Imetangazwa hiyo, Umoja wa Ulaya. Sasa TCIA wamejibu kwamba sisi hatuendi huko, haitatugusa hiyo kwa sababu hakuna ndege zinazokwenda Ulaya. Lakini kwa sababu watu wanasikia kwamba mashirika yetu yana hawa watu wa Ulaya wana wasiwasi nayo, hata kule kwingine na kukwenda watu wanaweza kuwa na wasiwasi wa kuweza kupanda ndege zetu. Kwa hiyo unajikuta tunaingia katika kuwekeza kwenye mashirika ya ndege, shirika linapata hasara. Tunaambiwa pia taratibu zetu hazikidhi viwango vya kimataifa kuhakikisha kwamba
mashirika yetu ya ndege yanafanya kazi ipasavyo. Kwa hiyo hili linaweza likaleta athari mbaya kwa wasafiri wanaokuja Tanzania wakawa wanakwepa ndege zetu, wasipande ndege zetu pia. Kwa hiyo haya yote haya, unapofanya uwekezaji, namba zinaonyesha umefanya uwekezaji mkubwa, lakini usipokuwa makini kuhakikisha kwamba mambo mengine yanaenda vizuri, ule uwekezaji unaweza ukawa hauna faida ya kuongeza pato letu la taifa. Lakini pia pana miradi mingine mingi iliyokuwepo katika hii mipango ya maendeleo. Kulikuwa na mradi wa kusema kwamba lazima tuanzishe viwanda vya kutengeneza chuma, iron and steel, Liganga na Mchuchuma. Na hili ni jambo ambalo tumeanza sisi kulijadili. Nakumbuka mimi nikiwa mwaka wa kwanza chuo kikuu, palikuwa na Professor Justinian Roemamu, Professor Clive Thomas, tulikuwa tunajadili basic industry strategy, kwamba namna gani ya kuweza kuanzisha viwanda vya msingi, na Liganga na Mchuchuma ilikuwepo. Na Dr. Mpango aliiweka kama ni mradi wa kimkakati, lakini mpaka hivi sasa hakuna kilichofanyika. Kulikuwa nadhani na eneo la maendeleo ya kiuchumi la Bagamoyo. Bagamoyo Economic Zone says Bagamoyo Special Economic Zone. Uchambuzi wake, na mimi nilisoma kile kitabu, uchambuzi wake ulikamilika 2013 na Rais Kikwete aliweka jiwe la msingi la mradi huu pamoja na ujenzi wa bandari ya Bagamoyo. Nakumbuka hata speaker mstaafu alizungumza kwenye bunge alipoenda Uchina. Wachina walikuwa wanamuuliza kwamba sisi tunakumbuka mahusiano yetu na Tanzania, tuko tayari kujenga hii bandari, lakini serikali ya awamu ya tano ilipoingia, ule mradi ukawekwa kando. Mpaka leo bado linazungumzwa tu, haujafanyika. Katika miradi mingine ambayo ilizungumzwa ndani ya mipango hii ni kuweza kutumia gesi ya Mtwara kuanzisha viwanda vya mbolea, lakini nalo bado halijafanyika. Lengo lingine la mpango huu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na Tanzania ya viwanda. Tanzania ya viwanda, kwamba tuweze kuongeza uzalishaji viwandani, kwamba mchango wa viwanda kwenye pato la taifa uweze kuongezeka toka 9.9% ulipokuwa 2009 mpaka ufikia 23% ifikapo 2025. Hilo halikufanyika. Mchango wa viwanda umepungua badala ya kuongezeka. Takwimu za hivi karibuni nilizozitazama kwenye kitabu cha hali ya uchumi wa taifa, mchango wa viwanda ni 7.3%. Sekta ya viwanda ilitarajiwa kwamba iwe inaongeza ajira kila mwaka, alau ajira 135,000 mpaka 150,000. Sekta ya viwanda haiongezi ajira hata robo ya lengo hilo husika. Kwa hiyo unakuta kwamba mpango ulikuwepo kwa lengo la kusema kwamba Tanzania ya viwanda iwepo, lakini Tanzania ya viwanda bado ni ndoto. Na swala hili halikufanyiwa uchambuzi na maelezo katika hotuba ya bajeti au hotuba ya mipango au hotuba ya bajeti yenyewe. Uchambuzi huo haukufanyika. Badala yake alikuwa na maelezo marefu ya kwa nini matatizo ya watu kwamba haya ni matatizo ya usalama yaliyopo yanashughulikiwa, yalishatokea siku za nyuma na yametokea hivi sasa, yanashughulikiwa na vyombo vyetu vya dola. Lakini vyombo vya dola hata vikishughulikia matatizo, basi unahitaji mfanye tathmini
tathmini ya kwamba haya mambo yalisababishwa na nini na yalishughulikiwaje, je, palikuwa na uvunjifu wa haki za binadamu, na tunaweza kuyashughulikiaje mambo haya ili kuhakikisha kwamba mambo hayo hayajirudi tena. Alichukua muda mrefu sana kujadili mambo ambayo yalikuwa sio mambo ya budget, lakini yale mambo ya budget yenyewe hakuchukua muda wa kutosha kuyajadili, na alipofikia kuanza kuyajadili, kama ulisikiliza, alikuwa anaeleweka vizuri wakati wanapojadili haya mambo mengine au mambo ya mipira ya Simba na Yanga, anaeleweka vizuri. Akianza kujadili masuala ya kodi na sera, inakuwa umpati, umuelewi tunatoka wapi tunakwenda wapi. Katika masuala ya uwekezaji pia, ukiwa umepitia ripoti za CAG, za mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, mara kwa mara anaainisha matumizi mabaya yasiyokuwa na tija katika miradi mbalimbali ya maendeleo, au kucheleweshwa kwa malipo kuna kusababisha gharama kubwa kwa upande wa serikali. Yote haya hayakupatiwa majibu katika hotuba ya waziri wa fedha. Vile vile kuna miradi mikubwa ambayo imekuwa inazungumzwa kwa muda mrefu. Tukumbuka gesi asilia imegunduliwa katika bahari ya Hindi ya kutosha kabisa toka miaka ya 2006 2007, lakini mpaka hivi leo ule mradi wa kuchimba hii gesi, liquefied natural gas, bado haujafikia hatua ya kusema hivi karibuni Tanzania itaanza kunufaika na rasilimali hizo. Waziri amezungumza kwamba mfumuko wa bei umepungua sana, ni 3.1%. Lakini panakuwa na tatizo hapa. Unapozungumza na Watanzania, kila mmoja analalamika kuhusu hali ngumu ya maisha. Unapomweleza kwamba hali ngumu ya maisha, kwa kweli gharama za maisha haziongezeki, inakuwa pana tatizo kati ya takwimu zinazotolewa na namna hisia za watu walivyo, kwamba hali ya maisha, kila mmoja analalamika kuhusu hali ngumu ya maisha, lakini waziri anasema kwamba mambo yetu ni mazuri, mfumuko wa bei uko chini. Matokeo yake Watanzania wengi sasa wanakuwa wagumu kuziamini takwimu zinazotolewa na serikali. Lakini vile vile, ikiwa mfumuko wa bei uko chini kiasi hiki, mbona riba, mtu akienda kukopa, riba iko juu sana? Mswahili wa kawaida, ukienda kukopa, kwanza kupata na kukubaliwa kukopa ni kazi kubwa, na ukikubaliwa riba yako itakuwa sio chini ya 20%. Wastani wa riba za kukopa ambazo zinajumuisha wakopaji wakubwa ni 15.8, lakini kwa mwananchi wa kawaida akienda kukopa ni 20%. Sasa ikiwa mfumuko wa bei ni mdogo, mbona riba ziko juu sana? Kwa hiyo wachumi wanazungumzia riba halisi au real interest rate, ambao unachukua kile unachotozwa, unatoa mfumuko wa bei. Kwa hiyo riba halisi, kama unatozwa 20 na mfumuko wa bei ni 3%, maana yake riba halisi ni 17%. Sasa unapofanya shughuli ya kibiashara au ya uwekezaji, ili uweze kulipa mkopo, maana yake ni kwamba faida yako iwe zaidi ya 17%, au kwa bei ya kawaida iwe zaidi ya 20%.
ndio uweze kulipa mkopo, na ukilipa mkopo maana yake ni kwamba wewe unabakia huna kitu. Kwa unahitaji upate faida kubwa kuweza kuhimili riba hizi. Lakini pia hotuba ya budget haijafanya uchambuzi na kueleza sera gani zinafanyika ili kuweza kupunguza hizi riba ambazo kwa wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo imekuwa ni kikwazo kikubwa cha kuendeleza biashara zao. Lakini vile vile waziri amezungumza kwamba bana, deni letu sisi, deni la nje ni himilivu. Deni la nje ni himilivu. Lakini nchi yetu ina historia ya kuweza kupata matatizo ya madeni. Rais Mkapa alitumia kipindi chake cha kwanza kuweza tu kukamilisha masharti ili tupate msamaha wa madeni. Na pia tulipata msamaha wa madeni wakati wa awamu ya nne ya Rais Kikwete. Sasa hapa sijui kama nani inaweza ikaonekana hii hapa. Sidhani kama inaweza kuonekana vizuri. Hii hapa ni ya ongezeko la deni la taifa. Ni picha ya ongezeko la deni la taifa kati ya 1970 inaonekana ni mbali sana, 1970 mpaka 2023. Hivi sasa deni la nje ni kama dola za Kimarekani bilioni 3.5. Tulipokuwa mwaka 1970 takwimu zilipoanza kukusanywa, deni letu la nje lilikuwa dola za Kimarekani milioni 170. Tukasamehewa deni miaka ya 2001 likapungua. Tukasamehewa madeni mwaka wa 2006, 2007, 2008 likapungua mpaka likafikia bilioni 4. Lilipungua mpaka lilifikia bilioni 4. Sasa ni bilioni, sio bilioni 35 dola za Kimarekani. Bilioni 35 toka bilioni 4 2007 na 8, sasa limefikia bilioni 35. Zaidi kidogo ya nusu ya mapato ya ndani yanakwenda kwenye kugharamia deni. Kwa hiyo inabidi ukope tena, kwa sababu pesa uliokuwa nayo uliokusanya nusu yake inaenda kugharamia deni lako. Kwa hiyo hicho ni kiashiria ambacho waziri angestuka kwamba tunakokwenda huko ni kugumu. Vile vile inaonyesha kwamba mapato ya ulipaji wa deni la nje kwa kutumia mapato yatokanayo na mauzo ya nje ni 13.9 ikilinganishwa na ukomo wa 15, kwamba unapaswa mapato yako ya nje yasizidi 15% kugharamia malipo ya deni. Hivi sasa sisi tuko kwenye 14%. Kuna kiasilimia kimoja tu hapo tayari tuweze kuanza kuelezwa kwamba mko katika hali ngumu ya madeni. Vile vile ulipaji wa deni la nje kwa kutumia mapato ya ndani ni 17.2 ukilinganishwa na ukomo wa 18%. Sasa ukieleza hizi nazo nukuu ziko katika kitabu cha hali ya uchumi wa taifa. Lakini waziri na sisi mwaka wanapiga makofi kule, anasema deni letu stahimilivu, msio na wasiwasi. Na ndio maana nasema kwamba wale wabunge
wangepata hiki kitabu cha hali ya uchumi wa taifa, kama wangekisoma kwa umakini, wamekipata hivi sasa. Kuna paragrafu inaeleza mle namna tunavyokaribia ukomo wa kwamba malipo yetu ya madeni yanachukua sehemu kubwa ya mapato yetu ya nje, na vile vile yanachukua sehemu kubwa ya mapato ya serikali, mapato ya ndani. Sasa ukitazama bajeti, mgao wake wa kisekta katika hiki kitabu ambacho kipo katika tovuti ya Wizara ya Fedha, hali ya uchumi wa taifa ya 2024, jedwali la 30 linaonesha mgao wa bajeti kwenye kila sekta. Sasa sekta ya kilimo mwaka wa 2024-25 iliongezewa bajeti kidogo na ilitengewa kama shilingi trilioni 1.58 au shilingi bilioni 1580 na ushe. Lakini mwaka huu mbona hiyo kidogo nataka kuanza inanichukua kidogo, nataka wenzangu hapo inafanana kidogo na hiari ya moyo. Sasa mwaka 2024-25 bajeti ya kilimo ilikuwa kama trilioni 1.61. Mwaka huu 25-26 imekuwa trilioni 1.58. Kwa hiyo imepungua kidogo. Lakini tuelewe kwamba pamoja na kuwa kilimo kinapaswa kupewa kipaumbele, bajeti ya kilimo ni 3.2% ya bajeti yote ya matumizi yote ndio inakwenda kwenye sekta ya kilimo. Ukitazama ile jedwali lilioko, jedwali 30 lilioko katika kitabu cha hali ya uchumi wa taifa. Na nchi za Kiafrika katika azimio la Maputo walikubaliana kwamba mwaka 2003 kwamba alau tutenge 10% ya bajeti zetu kwenye sekta ya kilimo. Lakini Tanzania mpaka hivi sasa mwaka jana ndio ilitengwa 3.6, lakini haikutumika yote katika sekta ya kilimo. Na mwaka huu bajeti ya maendeleo ya sekta ya kilimo imepunguzwa. Na ukitazama, sijui tuwaruhusu wapite kidogo. Naam. Dada Zainab, naona kichwa kina Sasa ukitazama budget ambayo imechambuliwa, maana budget ni malengo, na kwa kawaida panakuwa na tofauti kati ya malengo yaliyowekwa ya matumizi na uhalisia wa matumizi. Katika kitabu cha hali ya uchumi wa taifa ambapo pana uhalisia wa matumizi ni mwaka wa budget wa 2023-24. Sasa ukitazama mwaka wa 2023-24, sekta ya kilimo ilitengewa 2.1% tu. Matumizi halisi ya sekta ya kilimo ya bajeti yote ya 2023-24 yalikuwa 2.1%. Ulinzi ulitumia 13% ya bajeti. Afya ilitumia 5.1%. Na elimu ilitumia 16%. Fedha tunayotenga kwenye afya pia ni fedha kidogo. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kwamba nchi alau zitenge 15% ya bajeti zao kwenye sekta ya afya. Sisi mwaka 2023-24 ambao tuna takwimu zilizokamilika, bajeti ya afya
ilitumia 5.1. Na ukitazama kwenye bajeti ya elimu, tunajitahidi kwenye elimu ya msingi, elimu ya sekondari, lakini jambo moja ambalo serikali kuu haishughuliki kabisa ni elimu ya awali. Ufuatilia sana mimi hizi na research kuhusu masuala ya elimu. Wataalamu wa watoto na wataalamu wa walimu na wataalamu wa elimu kwa ujumla wanaeleza kwamba elimu ya awali ni muhimu sana katika kujenga msingi wa mtoto kuweza kuwa ana uwezo mzuri wa kujifunza. Utafiti unaonesha watoto ambao wamehudhuria na wamepata elimu bora ya awali wanafanya vizuri wakiwa kwenye shule za msingi na baadaye. Wanakuwa sio watoro shuleni. Wanakuwa ni watu ambao wameishajenga tabia ya kutaka kujifunza. Kwa hiyo ni muhimu, na hili linajitokeza kwenye sera za CUF kwenye ilani ya uchaguzi, kuwekeza kwenye elimu ya awali, kuwekeza kwenye lishe ya watoto ni jambo la msingi sana ili kuweza muendeleza mtoto na kuweza kumpa matamanio ya kuwa kila wakati anajifunza. Ukitazama mapato ya kodi, inaelekea, na waziri amelizungumza hili, TRA inatarajia kukusanya shilingi trilioni 22.29 ukilinganisha na makadirio ya shilingi trilioni 21.97, ongezeko la 1.4 kati ya bajeti iliyotajwa iliyosomwa 2024-2025 na makusanyo halisi mpaka ifikapo tarehe 30 Juni mwaka huu. Lakini hata hivyo, makusanyo ya TRA ni 12.6 tu ya pato la taifa. Kwa hiyo hayakidhi matumizi ya serikali, na kama nchi pia tuna tatizo. Wananchi, wafanyabiashara, wajasiriamali wengi wanalalamika tozo na kodi nyingi, lakini ukitazama makusanyo ya ujumla ya kodi hizi, tunakusanya sehemu ndogo tu ya pato la taifa kama kodi. Lakini vile vile tunakuwa na mabadiliko ya mara kwa mara ya kodi. Na tena waziri anazungumza kwamba tumisamee kodi hii ya ongezeko la thamani kwa mwaka mmoja. Sasa mabadiliko haya ya kila wakati na ya muda mfupi hayawezi kujenga imani kwa wafanyabiashara, wajasiriamali, wawekezaji. Unahitaji mfumo wa kodi ambao umetabirika, usiwe unabadilika. Nilitegemea kwamba kuna tume ya kodi inafanya uchambuzi wa mfumo gani wa kodi, kwamba labda taarifa zake za awali zingeanza kuwa zinapatikana kumsaidia waziri katika swala hili. Lakini kwa sababu wamejikita zaidi katika masuala ya uchaguzi, kwa hiyo namna gani ya kuweza kupata sera bora zaidi kwa mwaka huu imekuwa ni jambo ambalo liko kando. Wanasubiri ripoti hiyo, kama wataiba kura basi watazitumia hizo ripoti siku zijazo. Lakini kwa sasa haionyeshi katika taarifa katika hotuba ya waziri wa fedha. Kwa tunahitaji tuweze kuwa na mfumo wa kodi
unaotabirika. Na ukiutazama mfumo wa bajeti, na kabla sijajadili mfumo wa bajeti, katika hotuba ya waziri alieleza kwamba bajeti ya mwaka huu pia imejikita katika kuweza kugharamia uchaguzi mkuu, na katika uchaguzi mkuu huu hakuna fedha yoyote itakayotoka nje ya nchi. Mimi naelewa UNDP walihitaji kuisaidia serikali kugharamia baadhi ya gharama za uchaguzi ili serikali iweze kuwa na uchaguzi uliokuwa huru na wa haki. Serikali imekataa msaada wa bure wa shirika la kimataifa, shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo, kuisaidia serikali kugharamia uchaguzi mkuu. Sasa wamekataa kwa nini? Kwa sababu watu wakikusaidia, wanakusaidia kwa nia njema, kwa lengo la kufanya ule uchaguzi uweze kuwa huru na wa haki na uweze kuaminika miongoni mwa wapiga kura wa nchi yako. Kukataa msaada huo hauna riba, sio mkopo, kuhakikisha kwamba taratibu za uchaguzi zinakuwa nzuri. Serikali imekataa. Wala ungesema labda wa Marekani ndio wanauleta msaada huo au Waingereza. Ni shirika la Umoja wa Mataifa ambalo mwana CCM Dr. Rose Migiro alikuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa linahitaji kuisaidia Tanzania, linajaribu kuisaidia Tanzania iweze kufanya uchaguzi vizuri, gharama, baadhi ya gharama iweze kugharamia. Serikali imekataa, inasema tutagharamia sisi wenyewe. Sasa ujue hapo, ujiulize kwamba unapata msaada wa bure wa shirika ambalo vigogo wenu ndani ya CCM wamepata fursa ya kuwa watumishi. Naibu katibu mkuu ametoka Tanzania. Wanasema jamani, tunaamini nyinyi mnataka kujenga demokrasia, sisi tutaleta karibu dola sijui milioni 150 na hivi kuweza kusaidia shughuli za uchaguzi. Tafadhali tufanye mazungumzo. Sema sisi tunajitegemea sisi wenyewe katika masuala ya uchaguzi. Tuko ngangari kinoma, tutahakikisha kwamba tunajitegemea sisi wenyewe. Unabaki unastajabu, kuna ajenda gani hapo? Sasa ukitazama mfumo wa bajeti yote, matumizi yote yatakuwa kama shilingi trilioni 56.5 hivi. Mapato ya TRA yanatarajiwa kuwa shilingi 32.3, na mapato mengine ikijumlisha fedha zinazokusanywa na halmashauri zitakuwa kama shilingi trilioni 8.2 hivi. Kwa hiyo kwa ujumla mapato ya ndani yanatarajiwa kugharamia 71.6 ya bajeti yote, na 24.4 itagharamiwa na mikopo ya ndani na nje na misaada. Ukitazama bajeti na utaratibu wa kutayarisha bajeti na kuwasilisha bajeti, miaka ya nyuma bajeti ilikuwa inawasilishwa na lile jedwali la kuweka muhtasari wa bajeti yote, linaainisha matumizi ya kawaida
na matumizi ya maendeleo. Lakini mwaka huu Waziri wa Fedha anasema wanafuata sasa utaratibu wa Shirika la Fedha la Kimataifa kuhusu takwimu za serikali. Kwa hiyo haikuwasilishwa katika utaratibu huo. Haidhuru wizara zilipokuwa zinawasilisha bajeti zao zilikuwa zinazungumzia bajeti ya kawaida na bajeti ya maendeleo. Kwa hiyo ni vyema wabunge wamueleze waziri aweze kuiwasilisha ile bajeti katika vifungu vya maendeleo na vifungu vya bajeti ya kawaida, kusudi ule uchambuzi tuweze kufanya tulivyozoea, kwa sababu kwa kawaida miaka ya nyuma ilikuwa lengo la serikali, unapokusanya mapato ya serikali unahitaji mapato ya serikali yaweze kugharamia matumizi ya kawaida na pabakie na bakaa uyamishe igharamie matumizi ya maendeleo, na kiasi cha ziada pia unakopa au unapata misaada kutoka nje. Na kwa muda mrefu mkuu bajeti yetu haikidhi mapato ya ndani, hayakidhi kugharamia matumizi ya kawaida na ulipaji wa madeni. Kwa hiyo kwa namna bajeti ilivyoandikwa na kuwasilishwa kwenye kitabu cha bajeti, hakuainisha matumizi ya maendeleo yatakuwa kiasi gani na matumizi ya kawaida yatakuwa kiasi gani. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwamba ili wabunge alau wamhoji kwamba aweze kuainisha hilo. Kwenye bajeti za wizara walikuwa wanazungumza bajeti ya maendeleo itakuwa kiasi gani, bajeti ya kawaida ya matumizi ya kawaida yatakuwa kiasi gani, lakini kwenye bajeti kuu hilo halikuainishwa. Kimsingi, ndugu waandishi, bajeti yetu hii haiweki msingi wa kuweza kuandaa utekelezaji wa mipango itakayokuja ili kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Sisi ndani ya CUF katika ilani yetu ya uchaguzi itafafanua mkakati wa kuongeza ufanisi wa mapato ya serikali ala kufikia 20% ya pato la taifa, ikiambatana na ukuaji wa pato la taifa la wastani wa 10% kwa mwaka katika kipindi cha miaka 5. Lengo kuu itakuwa mapato hayo kufikia 20% ya pato la taifa, lakini pia kuweka taratibu nzuri kuhakikisha kwamba uchumi pia unakuwa kwa wastani wa 10% kwa mwaka. Na tunategemea tuweze kufanya mageuzi katika sera za kodi, kupanua wigo wa kodi, kufanya maboresho katika viwango vya kodi, kuboresha usimamizi na ukusanyaji wa kodi, kuimarisha mamlaka ya mapato ya kodi, kupambana kutumia teknolojia ya kidijitali katika ukusanyaji wa kodi, lakini pia kupambana na ukwepaji wa kodi na rushwa, na swala la misamaha ya kodi ambayo inatolewa kiholela kuweza kuifanyia tathmini ya kutosha na kuweka mazingira wezeshi kwa ukuaji wa uchumi, pamoja na kuhamasisha wajasiriamali wadogo na wakati kuweza kushiriki katika sekta iliyo rasmi. Kwa hiyo mambo haya tutayafafanua kwa kina kwenye ilani yetu ya uchaguzi. Lakini pia tutafanya, kwa kuwa wenzetu wameshatoa ilani yao ya uchaguzi, wiki ijayo tutaifanyia uchambuzi ilani ya uchaguzi ya CCM, kwa sababu wametufungia ngulai kweli kweli ndani ya ilani ya uchaguzi.
kufungia ngulai ni watu wa Tabora tu labda ndio wanajua hiyo, ni kwamba unadanganywa. Maki uko wanatueleza hivi sasa, kwa mfano wanasema kuna watalii zaidi ya milioni 5 ndani ya ilani. Ukitazama kitabu cha hali ya uchumi wa taifa kinaeleza watalii milioni 2. Kwa hiyo kuna mambo mengi humo, wametufungia ngulai, tunahitaji kuja kuyachambua uhalisia wake, kusudi Watanzania alau waweze kujua hili. Lakini ni muhimu kwamba tuweze kuelewa, na watu bajeti sio kitu rahisi kukisoma. Ndio maana nimejaribu kufanya uchambuzi huu nadhani kwa lugha ya kawaida, ili kuwawezesha wengine pia kuweza kuelewa ni yapi mambo gani yanaendelea. Nawashukuru, asanteni sana. Wote ni wa kawaida kwamba kama kuna sehemu kuna swali, kuna hitaji ufafanuzi au kuna kuelewa, unanyosha mkono wako. KM Online TV.